الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, mzee wetu Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali, wajumbe wa Baraza la Ulama na Sheikh wa mikoa yote wakiongozwa na mwenyeji Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, ambao pia nitambue uwepo wa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam na mkuu wa wilaya ya Kinondoni kaka yangu Saad. Kama nitambue uwepo wa viongozi mbalimbali wa taasisi za kijamii, za kidini na za kijamii kwa ujumla wake, viongozi wa baraza kuu upande wa kina mama, pia mama yangu Shamim Khan na wote katika wanaomsaidia. Mheshimiwa Mufti, sisi tuna maneno yetu ambayo tukitaka kukatisha maneno ya utambulisho tunasema itifaki imezingatiwa. Alhamdulillah, nimepata nafasi ya heshima kubwa usiku huu wa leo. Ninaomba nitumie nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Mufti na uongozi mzima wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, ikiwa na kamati tendaji chini ya Katibu Mkuu Alhaj Nuhu Mruma, kwa kunipa heshima hii ya kuweza kuja katika jambo hili la kihistoria lenye munasaba unaozungumza miaka 10 ya uongozi wa Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali. Asanteni sana kwa nafasi na heshima hii mlionipatia. Mheshimiwa Mufti, naomba pia nitumie nafasi hii wapongezeni sana. Naweza kuona kuwa mmefanya jambo la kawaida, hususan wale wote wanaokusaidia wakiongozwa na Katibu Mkuu na kamati zake ambazo sisi sote tumeziona hapa. Jambo hili mlilolifanya ni jambo kubwa na ni jambo zuri na ni jambo la kuigwa kwa wale wote wenye kuthamini maendeleo. Mheshimiwa Mufti, hongera sana wewe na timu yako nzima ikiongozwa na sekretarieti yako ya Katibu Mkuu Alhaji Nuhu Mruma. Juu ya mazungumzo yaliyofanywa hapa na kuzungumzwa na wasemaji mbalimbali, na ili miongoni mwa mambo makubwa na muhimu yatakayoingia katika historia ya jambo hili ni hiki kitu cha kutengenezwa kwa dokumenti inayoeleza juu ya kazi na mambo mbalimbali uliyoyafanya wewe na timu yako nzima unayosaidiana nayo. Mheshimiwa Mufti, hiyo ni kielelezo ya kuwa unayo timu nzuri inayokupenda na kukuthamini, lakini inayothamini kazi yao pia na inayoheshimu sisi mnaotuongoza. Na ndio maana wamekaa wakatafakari na wakaona umuhimu
wa kufanya hichi kitu kikubwa na kizuri kilichofanya, kitu ambacho kitakuwa ni urithi kwa vizazi na vizazi vinavyokuja. Utamaduni huu si utamaduni uliozoeleka sana miongoni mwetu, wa kutunza kumbukumbu na kuziweka katika mpangilio mzuri kama huu ambao leo tumeushuhudia hapa. Na kubwa kuliko ni uandishi wa kitabu. Mheshimiwa Mufti, wewe ni scholar, ni mwanazuoni, na hapa mko wanazuoni wengi. Kazi ya uandishi wa kitabu mpaka kikaitwa kitabu si kazi nyepesi hata kidogo. Hata ikawaje, bado si kazi nyepesi hata kidogo. Maana yake ni kuwa wako watu wamekaa chini wakatafakari wakaunda jambo, na kwa hivyo ndio maana tunasema jambo hili mlilofanya na jambo lililofanywa na timu ni jambo zuri sana, na nafahamu ya kwa wewe mwenyewe uliridhia, na kwa kuridhia huko pia vile vile uliridhia jambo adhimu na jambo lenye tija kubwa kwa umma wetu. Na ni kweli kuwa kwamba katika haya ambayo yameonyeshwa hapa ni machache miongoni mwa mengi sana tunayoyafahamu na mengine tusiyoyafahamu. Wakati niko hapo nikitazama documentary, nimeona kwa wako watu kumbe wanatazama moja kwa moja, mubashara ama live, kutoka pande mbalimbali za nchi yetu, lakini na nje ya nchi yetu. Mtu mmoja amenitumia video yako ulipopata nafasi ya kusalisha msikiti mkubwa wenye waumini wengi pale Stockholm, Sweden. Mheshimiwa Mufti, ile video nimekufuadia na natumai utaifurahia sana, ikiwa ni miongoni mwa kazi kubwa za heshima kubwa ulioipata, ambayo hiyo heshima si yako tu, lakini pia vile vile ni yetu sisi waumini wa dini ya Kiislamu hapa Tanzania. Na kwa kuwa wewe ni kiongozi wa kijamii, si tu waumini wa dini ya Kiislamu, hata wasiokuwa Waislamu, kwa sababu wote wanapata huduma yako. Mheshimiwa Mufti.